nationality switch, kwa maana ya kubadilisha uraia kwa mchezaji. Mchezaji inategemea na taifa ambalo anakuwa anacheza, kwa sababu ama mlengo wa taifa lenyewe unakuwa umesimama vipi. Kwa Tanzania sisi tulikuwa hatuna huo utaratibu wa kuwa na wachezaji ama kuwa amna Mtanzania ambaye ana passport mbili, kwa maana atambulike kama Mkenya wakati huo anatambulika kama Mtanzania. Lakini yapo mataifa ambayo yanaruhusu hicho kitu. FIFA baada ya kuona kuna baadhi ya mataifa ambayo yanapoteza vipaji ambavyo vina asili na mataifa hayo, wakaruhusu wachezaji kufanya mabadiliko ya utaifa, kwa maana Azim Kanshorola naweza nkaa ni Mtanzania ambaye baba yangu ni Mtanzania na mama ni Mtanzania, lakini mimi nimezaliwa Kenya. Lakini nimezaliwa na wazazi wa Tanzania. Ndiyo. Ambao walikuwa Kenya labda kwa shughuli za kilimo. Maana yake mimi ambaye nazaliwa Kenya lakini na wazazi wa Kitanzania ambao wanaishi Kenya. Kama kuna uhitaji kwenye taifa kama la Tanzania ambapo natakiwa kuja kusaidia kitu fulani ambacho kitakuwa na mlengo chanya kwa maana ya manufaa ya taifa la asili la wazazi wangu, FIFA wakafungua huo mlango kwa watu kufanyaje, kurejea. Ndio ikaja hicho kitu ambacho tunasema ile switch nationality. Unabadilisha kutoka kwenye uraia wako wa zamani wa asili wa zamani uliokuwa nao, unaelekea kwenye uraia wako wa asili, ambapo hiyo asili unatakiwa kuwa na vinasaba vya damu kwa wazazi, kwa maana ya baba au mama au hata bibi au bibi na babu walikuwa wanatokea sehemu fulani. Magoli namna ambavyo wanazungumza wao hapa mwishoni alikokuwa anaelekea kumaliza, inaonekana wana wasiwasi muda ambao Mohamed Damaro Kamara kautumia akiwa Tanzania. Ndio. Mfano, takupa mfano mmoja. Nchi ya Afrika Kusini, ili kwa upande wa michezo, ili mwana michezo Afrika Kusini aweze kubadili uraia kutoka kwenye taifa lake la mwanzo kwenda kupata uraia wa taifa la Afrika Kusini, mwana michezo anatakiwa kuwa amekaa pale kwa miaka 5. Huo ni utaratibu wa FIFA nadhani. FIFA wameweka utaratibu huo wa miaka 5. Taifa la Nigeria alizingatia hiyo miaka 5. Linaizingatia hiyo miaka 5 kwa yule ambaye anatakiwa kwenda kusaidia kwenye timu ya taifa, kwa sababu ya kutimiza vile vigezo vya FIFA ambao tunasema ili uwe na uhalali wa kuitumikia timu ya taifa lazima wewe mosi uwe umekaa kwenye lile taifa, kama utabadilisha uraia na upate hivyo vigezo vya kulitumikia hilo taifa kwenye timu ya taifa, unatakiwa kuwa umeishi ndani ya lile taifa kwa miaka 5 isiyopungua miaka 5. Ndio kanuni inaanza kuzungumzia pale. Lakini kanuni inazungumza pia uwe umezaliwa ndani ya hilo taifa hata kama wazazi wako sio wazao wa hilo taifa. Sahihi. Unaweza ukabadilisha, yani mfano baba na mama au bibi na babu wa Mohamed Damaro Kamara ni wa Tanzania. Yeye hajazaliwa Tanzania, kazaliwa Guinea, lakini alirejea kuja kucheza mpira Tanzania. Sasa hivi baada ya kupata ile taarifa kwamba uraia wake umebadilika pale uhamiaji, amekuwa raia wa Tanzania, angekuwa anaruhusiwa kutumika timu ya taifa. Ndiyo. Lakini aruhusiwi yeye Mohamed Damaro Kamara, Emmanuel Keke na Arthur Bada ambao watatu walibadilisha uraia wakiwa na Singida Black Stars, hawaruhusiwi kutumika timu ya taifa kwa sababu kuna vigezo vya kuitumikia timu ya taifa ambavyo bado hawajafanyaje, hawajafikisha.